الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu ipasavyo kumcha, wala msife isipokuwa umekwisha kuwa wanyenyekevu. Katika aya hii hali ya mwaminio mkweli imeelezwa. Mwaminio mkweli anatakiwa atimize masharti yote ya uchamungu. Na masharti ya uchamungu ni nini, au haki ya uchamungu ni nini? Maelezo yake yanayopatikana katika Qur'ani tukufu, muhtasari wake ni hivi kwamba kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na vile vile kuzingatia haki za wanadamu ni uchamungu, na kuwa tayari kutenda mema yote na kutimiza amri zote za Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa maisha. Hii ndiyo ni uchamungu, na amri zote zilizotolewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na bishara zilizotolewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, kuamini bishara zile zote na kuwa na yakini juu ya bishara zile na kufuata zile bishara, huu ndiyo ni uchamungu. Kwa kujinasibisha kwamba mimi ni Muislamu au kujiita kwamba mimi ni Muislamu haiwezi kumuingiza mwanadamu katika imani, bali Islam na imani ni kuendelea kufanya vitendo vizuri na kutimiza amri zote za Mwenyezi Mungu, na ni kufuata mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao unatuwezesha kutimiza masharti yote ya uchamungu. Na Muislamu mkweli ni yule, au Muislamu hasa ni yule ambaye anafanya hivi. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba dini za zamani zilitoka katika utii wa Mwenyezi Mungu kwa sababu hawakuzingatia mambo haya. Ikiwa nyinyi pia hamkuzingatia uchamungu na hamkuzingatia amri za Mwenyezi Mungu na hamkuzingatia wajibu wenu na majukumu yenu, nyinyi pia mtakuwa miongoni mwa wale ambao walipata adhabu ya Mwenyezi Mungu, na nyinyi pia mtakufa katika hali ile ambayo ni mauti ya wale ambao hawatendi vitendo vizuri. Kuwa Muislamu inamtaka Muislamu awe mtiifu kweli kweli,
हमेशा mwislamu anatakiwa azingatie mambo haya niliyoyaeleza sasa hivi. जो खुदा ताला का mwaminio haswa anatakiwa awe na hofu ya mwenyezi mungu na anatakiwa aendelee kutafuta yale mambo ambayo yanamfanya kuwa mtiifu wa mwenyezi mungu na yanamfanya kuwa mwislamu haswa, hata kama kwa ajili yake anapata hasara ya dunia. mwislamu mkweli anatakiwa asijali kuhusu hasara ile. wazazi, jamaa au jamii, हकीकी मुसलमान को viongozi, wawe viongozi wa dini au viongozi wa dunia, दूर करने वाला नहीं. awe mtu yoyote हर शख्स ने asiweze होकर kumzuia mwislamu kufanya vitendo vizuri na kufuata amri za mwenyezi mungu. kila mtu kwa mola wake ataulizwa kuhusu vitendo vyake. कोई पीर, कोई गद्दी नशीन kiongozi wa dunia, jamaa au shehe अल्लाह ताला के hataweza kumwokoa mtu yeyote, को देख wali yeyote hataweza kubeba mzigo wa mtu mwingine. जो तकवा के basi kuelewa amri za mwenyezi mungu kwa kuona ishara za mwenyezi mungu, kufanya tafakari kuhusu zile ishara, na mtume aliyoeleza njia za uchamungu, kufuata zile njia और इस पर अमल na kujiepusha katika kufanya dhulma na uasi, na kuelewa maana hasa ya islam na kufuata islam. hii ndiyo ni hali halisi ya mwislamu. pengine kuwa na dai kwamba hii ni mwislamu ni dai tu, na dai hili ni bila kuwa na uchamungu na ni mbali katika amri za mwenyezi mungu, बल्कि kama alivyosema mwenyezi mungu katika qurani tukufu katika sehemu nyingine kwamba watu wa aina hii mwenyezi mungu hakubali ibada zao wala juhudi yao, hata गुजार होते हैं. swala zao za kidhahiri badala ya kupata ukaribu na mwenyezi mungu inakuwa maangamio kwa ajili yao. रजा की खातिर lakini wale ambao wanakuwa watiifu wa mwenyezi mungu, wanafuata amri zake खुदा ताला दुश्मन हो जाता है. na kwa ajili ya ridhaa yake wanafanya vitendo vyao, अल्लाह ताला की रजा की खातिर जो भी काम करते हैं na mwenyezi mungu anakuwa mdui wa maadui wao na anakuwa rafiki wa marafiki zao. wao kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu wakifanya kazi yoyote, mwenyezi mungu anatia baraka ndani yake na anawapatia ufaulu katika maisha. और हकीकी basi wenye bahati ni wale islamu ambao wanakuwa katika fikra hii kwamba wakifa wafe katika hali hii ya kuwa watiifu wa mwenyezi mungu na wanakuwa juhudi ya kuwa watiifu wa mwenyezi mungu. के इमाम na saha hii ni kwa ajili ya sisi wahmadia, na tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi hii kwamba ikiwa mwenyezi mungu kwa ताला के इस kutufadhili अमल करने की तौफीक ametujalia kwamba आखिरीन में tumempokea imamu wa zama hii नबी मबूस होगा. na ametuwezesha tumefuata amri hii ya mwenyezi mungu kwamba katika watu wa baadaye तो अल्लाह ताला की रजा nabii atakayekuja kuuisha islam, sisi tumempokea huyu imamu na huyu mtume. sasa tunalazimika tuwe na hali yetu sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu na tubaki juu ya hali ile. hili ni jukumu letu kubwa sana, na kwa ajili yake tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi. और बात फिक्रों में जाहिर हो रहा होगा kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie kwamba analazimika kutimiza jukumu hili. वाले से lakini kama umeona sawa na maneno yangu kadhaa जब मैं सियासी लीडरों kwamba nataka kuwasihi waislamu wa kawaida pia, के फजल से एमटीए के जरिए एक तबका ऐसा wakati nilipoeleza जो हमारे kuhusu viongozi wa siasa na mashehe, और इसका इजहार भी होता रहता ile ilikuwa kwa ajili yao. Kwa fadhili za mwenyezi mungu, kwa kupitia mta kuna watu kadhaa ambao wanaangalia vipindi vyetu na wanaeleza habari yake mara kwa mara. है. जमात अहमदिया का पैगाम पहुंच रहा है.
बस इस हवाले से भी मैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ जो लोग ये सुनते हैं ujumbe wa jumuiya unawafikia. पाकिस्तान से ही Kwa hivyo nataka kuwafikishia ujumbe आते रहते हैं wale watu ambao wanaangalia MTA. Hivi karibuni kutoka nchi ya Pakistan ilipokea barua, बैठ कर na barua za aina hii inaendelea kupokea mara kwa mara, मुतालिया किया kwamba kuna watu kadhaa ambao si wanajumuiya, wao wanaangalia MTA au wamesoma kuhusu jumuiya. Wao wanaandikwa kwamba sisi tuna yakini मिर्जा गुलाम है kwamba yoyote unayosema सच्चे हैं और जमात kwa kusikia हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ yale na kwa kuona hali ya wakati huu, tunaamini kwamba Mirza Ghulam Qadiani ni mkweli na jumuiya hii ni kweli, na sisi tunawatakieni kila la heri. इसलिए Lakini sisi हमारी तमाम हमदर्दियों hatuwezi kupambana na jamii na mashehe. की जमात Unaweza kutuita kwamba sisi ni waoga. अपने गैर Kwa kuwa na huruma hii na kwa kuwa na tamaa ya kujiunga na jumuiya, sisi hatuwezi kujiunga na jumuiya kwa sababu ya hofu hii. जो सच्चों के लिए अल्लाह ताला Hivi vile vile mtu mmoja alimwambia jamaa yake बस kwamba ikiwa jumuiya hii ni kweli, basi tunatakiwa tuogope adhabu ya Mwenyezi Mungu तकवा ambayo Mwenyezi Mungu ametuogopesha. जमात अहमदिया सच्ची है Basi hawa watu pia wanatakiwa wakumbuke पर खुदा ताला Mwenyezi Mungu anaamuru tufuate uchamungu. शहादत ही Jumuiya ya Ahmadiyya ni jumuiya kweli, na वजूद katika miaka 124 iliyopita Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba jumuiya hii ni kweli, बावजूद na inatakiwa iwe hivi kwa sababu kwa kuwa na upinzani kutoka kwa serikali, licha ya kuwa na पर पाकिस्तान fatwa ya maulamaa ambao wameacha kufuata ukweli बावजूद katika nchi kadhaa, hususan katika nchi ya Pakistan. उनके Kwa sababu ya hawa mashekhe, dhulma inatendewa. Licha मारों को जलाने के मुलाजिम ya kuwa na hali hii kwamba Wahamadia wanadhulumiwa na mali yao inanyang'anywa na wanatekwa nyara na nyumba yao inachomwa moto na wanafukuzwa katika kazi yao, na watoto wanasumbuliwa shuleni na wanazuiliwa katika होना चाहिए kusoma. ईमान Hawa Ahmadiyya wanabaki katika hali yao, bali wanakuwa tayari kujitolea. Hii ni dalili tosha ya ukweli कमजोर ya jumuiya, na vile vile jumuiya inaendelea kupata maendeleo. Hii pia ni dalili ya ukweli wa jumuiya. सील है हमारे साथ है और ये Maendeleo haya ya jumuiya ni kwa sababu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ni msaidizi yupo pamoja nasi, उनके शामिल हाल रहती है na hii ndiyo ni alama ya waaminio ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu unakuwa pamoja nao. Sasa ikiwa tunachunguza kwa jicho la uadilifu kwa jina la Islam makundi yanayopatikana और फिर अल्लाह ताला तो na कहता है jihadi wanaofanya sawa na imani yao, ये निकलने वालों को matokeo yake ni kwamba Islam inafedheheka, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba wale जो इन्होंने हासिल की wanaotoka kwa ajili ya kufanya jihadi katika njia yangu na wafuzu na wapatia ufaulu. Ni ufaulu gani ambao hawa watu wamepata? Ni Waislamu ambao wanawaua Waislamu wenzao. Ikiwa kuna silaha, ile pia inaombwa kutoka kwa serikali yenye nguvu. Waislamu hawana viwanda vya kutengeneza silaha wala hawana जो लोग हैं silaha yao. है या मुख्तलिफ किस्म के गिरोह हैं जो इकट्ठे हो गए हैं Yoyote inayotokea katika Syria, kundi ambalo linapinga serikali au ni makundi ambayo yamejumuika dhidi ya serikali, वो यही कह रहे हैं कि अगर तुम हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हो तो हमें असलिया दो
makundi haya yote yanaomba serikali ya ulaya kwamba ikiwa nyinyi mnataka kuleta mapinduzi katika nchi hii, basi patieni silaha. जो भी इस्तेमाल हो रहा है दोनों में से Silaha hii iwe silaha ya serikali au silaha ya makundi yanayopinga serikali. इस्तेमाल हो रहा Silaha hii inatumiwa dhidi ya nani? Ni kina nani hawa ambao silaha hii inatumiwa kwao? Ni Waislamu ambao silaha hii inatumiwa dhidi yao. है। अल्लाह ताला के अहकामात की फरमाबरदारी ना एक ग्रोह में है, Uchamungu haupatikani ndani ya serikali wala ndani ya wale watu ambao ni wapinzani. ये दोनों Utii wa Mwenyezi Mungu haupatikani katika kundi moja wala katika kundi lingine. लोग हैं अल्लाह ताला के अहकामात को रद्द करने वाले लोग। Basi hawa watu hawana uchamungu अमीर तमीर na ni hawa ambao ni mbali katika dini ya Mwenyezi Mungu na wanakataza amri za Mwenyezi Mungu. इसी इलाके में Aliwahi kuwa mfalme Taimur तो कहता है ambaye alikuwa mtu wa kawaida जब भी मैं देख na जब जंगों के लिए मैंने alishinda या sehemu kubwa ya dunia na serikali yake ilikuwa ikipatikana katika sehemu kubwa ya dunia. Yeye anasema kwamba wakati wote mimi ninapotoka kwa ajili ya vita अवाम का हक अदा au naposhambulia nchi yoyote, kwanza kabisa naona kwanza wafalme ambao ni Waislamu, और या je, wanatimiza haki ya raia au la? अगर अवाम का हक नहीं अदा कर रहे ना ही वो दीन पर कायम है, Au wanabaki juu ya dini ya Mungu au la? उन मुल्कों में फैली हुई है Ikiwa hawatimizi haki ya raia wananchi wala hawabaki juu ya dini na dhuluma imeenea katika nchi zile, katika hali hii basi mimi nawashambulia, napata ushindi juu yao, जो मुझे कामयाबी kisha baadaye mimi naleta nidhamu pale इस ambayo ni nidhamu ya Islam, na kwa sababu ya hii ushindi ninaupata इंसाफ पर मबनी है unapatikana kwa sababu ya msaada huu wa Mwenyezi Mungu. थी, जिसकी वजह से कामयाबी हासिल करता रहा। शायद उस जमाने के बादशाहों में बाज जुल्म भी Kama alivyoeleza, mipango yote yake जमाने के बादशाहों mingi ilikuwa juu ya uadilifu, ndiyo maana aliendelea kupata ushindi. मदद फरमाता रहा। Na bila shaka inathibitika kwamba alifanya dhulma, lakini hii pia ni kweli kwamba miongoni wa Waislamu, wafalme wa Waislamu alikuwa mbora, ndiyo maana Mwenyezi Mungu aliendelea kumsaidia. ख्याल रखना Yeye alieleza desturi yake mmoja kwamba kwa ajili ya kutawala uadilifu, hekima na kuwahurumia maskini na kuwahurumia wananchi na kuwahurumia na kuangalia viongozi wa serikali au watumishi wa serikali na vile vile watu ambao walioshambuliwa, kutimiza haki yao na kutokufanya dhulma. Ikiwa tukiweka sehemu 10 ya kitu chochote, anasema ufauli wangu ni kwa sababu ya sehemu 9 ya mambo haya ninayosema, na sehemu moja tu ni ya upanga. रियाया और अवाम Sasa ikiwa tukizingatia katika nchi zote za Waislamu, tunaona wao wanazingatia masilahi ya nafsi zao, तो वो hawajali kuhusu wananchi wala kuhusu raia. Wao wanazingatia utawala wao tu. Ikiwa ni maulamaa, wao pia kwa kuacha kazi yao, badala ya kuwapatia malezi Waislamu, wao wanashindana katika utawala. Au wapo wengine ambao kwa jina la Islam wanaendesha makundi ya wagaidi au wanawasaidia katika madarasa ya dini kwa jina la jihadi. होने वाले बम बनाने की Watoto wanapewa malezi ya kupigana, wao wanafundishwa namna gani wanaweza kutengeneza silaha au jinsi gani wanaweza kutengeneza bomu kwa ajili ya ugaidi, मुसलमान के खून का प्यासा हुआ हुआ na hii yote itatumiwa dhidi ya nani? Ni dhidi ya Waislamu. और मोहब्बत का मजहब है जिसका मतलब Waislamu wanawaua Waislamu wenzao. और तकलीफों और मुश्किलात से Islam ambayo ni dini ya amani na mapenzi, lengo lake ni amani na usalama na kuondoa katika
maafa na katika usumbufu. Siku hizi hawa watu wamefedhehesha islam kiasi hiki kwamba tukio lolote likitokea duniani la ugaidi, kwanza kabisa jina la waislamu linatajwa, na makundi mengi yanakubali kwamba wao walifanya kile kitendo, hata kama wao hawakiri kwamba wamefanya kitendo kile, lakini kwanza watu wanadhani kwamba ni wao walifanya kazi ile. Hivi karibuni Marekani, mashindano ya makimbizi yalikuwa yanafanywa, bomu mbili ililipuka pale na dhulma kubwa ilitendeka. Wale watu ambao ni dhidi ya waislamu, ambao wanakuwa tayari kufedhehesha islam, wakaanza kusema kwamba kitendo hiki kilifanywa na waislamu. Hawataji jina la kundi, lakini wao wanasema waislamu wamefanya hivi. Lakini ni shukrani ya Mwenyezi Mungu kwamba makundi haya waislamu wamekataa kwamba sisi hatukufanya kazi ile wala hatuhusiki na kazi hii, na wao wangesema hivi ingetosha kwao, lakini kwa sababu hawa wametoka nje ya utii wa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo pamoja na hiyo wakasema hivi sisi kwamba hatukufanya, lakini mtu yeyote aliyefanya kazi hii amefanya kazi nzuri na sisi tunamsaidia na tunaungana naye. Hawa watu ambao walikuja kwa ajili ya mashindano kuwashambulia, hawa watu walioshambulia walipata nini, au wale wanaungana nao watapata nini kwa sababu kwa kuungana nao? Upande mmoja wao wanadai kwamba hakuna anayeweza kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko sisi, na upande mwingine kinyume cha mfano na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanatoa fatwa na wanasema maneno. Wale ambao wanapenda wanazingatia mambo yote madogo madogo ya mpendwa wao, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata katika vita alisema watoto, kina mama, kina baba wasipewe madhara hata kidogo. Na katika Qur'ani tukufu kwa hasa imelinda dini zote kwa kutoa ruhusa ya vita, badala ya hii kwamba kwa sababu ya vita watu wengi wameuawa au watu wengi wamekatwa viungo vyao. Watu waliojeruhiwa katika tukio lile, wengine miguu yao ilikatwa au mikono yao ilikatwa. Mwandishi wa habari mmoja Marekani ameandika katika gazeti akasema kwamba tiba yake ni moja tu, kwamba waislamu wote wauawe. Ujasiri huu unapatikanaje katika hawa wasiokuwa waislamu? Ni kwa sababu ya waislamu wenyewe. Katika nchi za Ulaya mara moja tukio la ugaidi linatokea, lakini katika nchi za waislamu 70% utulivu unakosekana. Angalieni katika Pakistan, Afghanistan, Misri, Syria, Libya, Somalia na Sudan na visiwa mbalimbali. Angalieni kila mahali Muislamu anamuua Muislamu mwenzake, na dhulma juu yake ni hii kwamba kwa jina la Islam anafanya hivi. Ikiwa wanataka kudhulumu, angalau wasifanye kwa jina la dini, wala wasipewe jina la jihadi. Katika nchi za Islamu ambapo ugaidi haufanywi kwa kidhahiri, kule haki za Waislamu hazitimizwi. Maskini anaendelea kuwa maskini zaidi na mtajiri anaendelea kuwa mtajiri zaidi. Katika nchi ya Saudi Arabia ambapo mafuta yanapatikana na inasema ni nchi tajiri, kule pia maskini wanapatikana, majane na mayatima wanakosa hata chakula cha wakati mbili, kwa kusema wao wamepiga marufuku kwamba wanawake hawaruhusiwi kutoka nje, lakini serikali haizingatii haki zao. Ikiwa masurufu imepangwa kule, imepangwa kidogo kiasi hiki kwamba hawawezi
kushiba. Wafalme wenyewe katika ghorofa zao, katika ukuta pia dhahabu imepakwa, कुछ अरसे हुआ टीवी na kwa sababu ya mafuta wamepata faida sana, पर बयान हुए na wananchi wanakufa na njaa. किस तरह Hivi karibuni katika TV ilikuwa kipindi fulani. Katika kile kipindi ilionyeshwa hali halisi ya kule, kwamba namna gani watu wanatendewa na namna gani watu wanaishi kule. Vile vile ni hali ya nchi zingine za Waislamu. उसके जिम्मे रियाया था Utulivu unakosekana na uadilifu haupatikani, na serikali haitimizi haki za raia au haki za wananchi. खुदा नहीं करता जब आवाम को मौका मिले Na vile vile wananchi pia hawatimizi majukumu yao, और अल्लाह ताला की na wananchi wanapopata nafasi wao pia wanafanya dhulma, na hiyo hawa wote hawana uchamungu wa Mwenyezi Mungu, और यकीनन है na wanatoka nje katika utii wa Mwenyezi Mungu kwa kusema, wanasema kwamba mafundisho ya Islam ni mafundisho yaliyokamilika. Bila shaka mafundisho ya Islam yalikamilika, na kwa sababu ya hii sisi hatuhitaji mujaddid yeyote, wala hatuhitaji Masihi na Imam Mahdi, wala hatuhitaji mtume yeyote. रसूल की पेशगोई है कि इस जमाने में जमाने की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा शख्स मबूस होगा। खुद जमाने के हालात भी Ilhali ni bishara ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu kwamba katika dhama hii मसाजिद तो हैं mtume atapatikana, na hali ya dhama pia inathibitisha kwamba Waislamu wamesahau mafundisho ya Islam. Misikiti ipo, lakini maulamaa wamefanya kuwa viwanja vya siasa. Qurani tukufu ipo, lakini imewekwa katika makabati mazuri mazuri. गलत रास्तों पर चला रहे हैं। Maulamaa wanafasiri Qurani tukufu sawa na maoni yao na hiari yao. से भेजे हुए की Kwa kufanya hivi wanawapoteza watu, और ये पेशगोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na kusemwa hii kwamba haina haja ya Imam Mahdi, hii si sahihi. Kuna haja ya kuja kwa Imam Mahdi, na bishara hii ilitolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba dhurura yake itapatikana. Kwa hiyo maulama hawawezi kukataa. Ikiwa wanakataa, basi wanafanya dhulma na wanasema uongo. Kwa hiyo Waislamu wa kawaida wanatakiwa wazingatie jambo hili kwamba lazima kuna dharura ya kuja kwa Imam Mahdi, kwamba mtu yeyote aje kutoka kwa Mwenyezi Mungu na arekebishe hali hii ya Waislamu, तालीम को दुनिया में na और दुनिया को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम athari ya Islam inayopatikana duniani kwa kufuta ile athari, aweze kueleza mafundisho sahihi ya Islam नबी की बहस में उल्टी na ailete dunia hii chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulamaa hawa wamewashughulisha watu wa kawaida katika mjadala wa unabii, na hivi wanatimiza masilahi ya nafsi zao. Ikiwa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuita Masihi aliyeahidiwa nabii wake, katika hali yake nani ana haki kwamba kwa kueleza tafsiri yake खुद दुनिया के हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं amdhulumu yeye na awadhulumu wafuasi wake? अपनी असली हालत में मौजूद हों। Kama nilivyosema kwamba hali ya dunia pia inatoa ushahidi kwamba kwa kuwa Qur'ani tukufu ipo katika hali yake halisi, lakini hali ya dini na hali ya hulka ya Waislamu inaendelea kuanguka siku hadi siku, na uchamungu umepotea. Wengi wa Waislamu wametoka nje katika utii wa Mwenyezi Mungu na katika amri zake. कोई ऐसा शख्स हो Basi katika hali hii kuna jambo la kufikiria kwamba katika hali hii inatakiwa nidhamu ipatikane ambayo irekebishe hali hii, au awe mtu ambaye anaelewa roho ya mafundisho ya Islam, kisha aendeshe yale mafundisho katika Waislamu.
sisi wahamadia kwa fadhili za mwenyezi mungu ni wenye bahati mzuri. Tunasema kwamba yule mtu sawa na ahadi yake na sawa na bishara za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma katika karne 14 बातिल के फर्क को जाहिर करके yeye chini ya mwongozo wa mwenyezi mungu kwa kueleza elimu na maarifa ya Qur'an tukufu katika vitabu vyake na kwa kudhihirisha haki na batili साथ खुदा ताला की na kwa kuthibitisha ubora wa Islam juu ya dini zingine zote करके na kwa kuwapatia challenge maadui na kwa kupata msaada wa mwenyezi mungu kwa kuziba midomo ya maadui kwa kupata maisha mrefu ameenda kwa mwenyezi mungu na kwa msaada wa mwenyezi mungu nyuma yake ameacha silsila ambayo itaendelea mpaka kiyama. अर्जी और समावी ताइदाद Silsila ile inaendelea kupata maendeleo kwa fadhili za mwenyezi mungu मुख्तलिफ आफात की सूरत में भी जाहिर होंगे। kutoka kwa mwenyezi mungu. आज की जारी Misaada ya mbinguni na ya ardhini ilipatikana wakati wa uhai wa Sinam alayhi salatu wassalam na silsila yake inaendelea hadi leo. मुसलमानों की Je, kwa ajili ya waislamu na wa Pakistan au kwa ajili ya waislamu wengine matetemeko ya ardhi na mafuriko एक मुल्क में na waislamu wamekosa heshima, je mambo haya hayatoshi kwa ajili ya kufungua macho yao? Matetemeko yaliyotokea hivi karibuni ilikuwa si katika nchi moja bali katika Pakistan na Iran, Afghanistan. जो तकदीर चल रही है उस पर मुसलमानों Hasara yake ilionekana hata mpaka Indonesia. Matetemeko yale yalifika. नाम नेहाद और Kudra hii ya Mwenyezi Mungu ambayo inaendelea, waislamu wanatakiwa wazingatie na wafikirie, na kuna haja ya kutubu na kuna haja ya kufanya istighfar badala ya kuwaogopa hawa maulamaa wa kijina, bali wanatakiwa wao waonyeshwe kioo kwamba kwa nini mnatuambia maneno mafundisho kinyume na Islam. Mweleze tukio hata moja katika sera za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vile wanatoa mafundisho hawa maulamaa wa siku hizi. Basi Islam ambayo inaelezwa na hawa maulamaa si ile Islam ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta. Islam iliyoletwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa zake ni mapenzi na amani na usalama na kuondoa matatizo, badala ya kwa kutumia jina la Islam kwa ajili ya masilahi za nafsi kuongeza matatizo haya. Basi ni jukumu la kila Muislamu kwamba kwa kufuata uchamungu ajitahidi kufuata ule uchamungu, azingatie kifo chake. अदा करने वाले Anaweza kufa wakati wote, hakuna anayeweza kusema kwamba ataishi kiasi hiki. Kisha afanye vitendo ambavyo vinatimiza haki za Mwenyezi Mungu na vile vile vinatimiza haki za viumbe vyake. Nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Maandiko haya yanathibitisha umuhimu wa kuja kwake na kwa ajili ya Waislamu dharura ya kumpokea kwake वही लोग करेंगे सच्चे दिल से अमल करते हुए inadhihirika. इस्लाम को मानेंगे। Ikiwa si hivyo, basi ni kudra ya Mwenyezi Mungu kwamba maendeleo watapata wale watu tu ambao watampokea दुनिया के बुत को Imam Mahdi kwa moyo safi. Sinam al-Islam anasema, nataka mimi katika mioyo ya Waislamu सुलह ambamo sanamu ya dunia imepewa heshima, पाश किया जावे matamanio yake yamewekwa katika mioyo. में कायम Kesi au kama kuna kupatana ni kwa ajili ya dunia, mimi nivunje sanamu hii na nitie heshima ya Mwenyezi Mungu ndani ya mioyo yao, na mti wa imani ulete matunda safi. Sasa hivi mti unaopatikana si ule mti ambao kuhusu mti ule Mwenyezi Mungu amesema, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis samai tuti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. मिसाल दीने कामिल की Yani, je, hukuona jinsi Mwenyezi Mungu alivyopiga mfano wa neno zuri? बात पकीजा Ni kama mti mzuri ambao mzizi wake ni imara आसमान में हो na kila tawi lake
lafika binguni से ये मुराद है कि असूल hutoa matunda yake kila wakati kwa idhini ya mola wake. के दर्जे तक पहुंचे हुए हैं. Aslu ashabetun mradi wake ni kwamba किसी वक्त खुश्क दरख्त mizizi ya imani iwe safi na iwe na daraja ya imani kamili na itoe matunda yake kila wakati, isiwe kama mti iliyekauka. Sasa niambieni, je, hali hii inapatikana? Watu wengi wanasema kwamba kuna haja gani ya kuja kwa mtume. Sasa niambieni, kuna hali gani ya huyu mgonjwa ambaye anasema hakuna haja ya mganga? हलाकत के सिवा और क्या होगा. Ikiwa yeye hataki mganga na haoni kwamba kuna dharura yake, matokeo yake yatakuwa hivi kwamba yeye atakufa. Sasa hivi waislamu wapo katika neno aslamna, lakini hawapo katika neno la amanna. Hii inatokea wakati mtu anakuwa na nuru. खुदा ताला से डरो. Haya ni mambo ambayo kwa ajili yao nimetumwa. Kwa hiyo msinikatae haraka, bali mwogope Mwenyezi Mungu na tubuni, kwa sababu yule anayetubu akili yake inakuwa kasi sana. Kisha Sinam al-Islam ametoa mfano wa tauni, ला युगय्यिरु मा बिकौम. kwamba tauni, nishani ya tauni ni nishani yenye hatari sana, na Mwenyezi Mungu alinifunulia, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, जब दिलों की na laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya yule anayesema uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwamba mimi nitabadilisha uamuzi wangu wakati mioyo itakapobadilika. Basi muogope Mwenyezi Mungu na muogope ghadhabu yake. Hakuna anayeweza kumsaidia mtu yeyote. Ya mtu anakuwa na kesi ya kawaida, watu hawezi kumsaidia. Kwa hiyo mnawezaje kutegemea kuhusu akhira? Mungu amesema yoma yafiru almaru min akhihi, yani जिस तरह जो siku ya kiyama उसके रसूल और ndugu atakimbia mbali nduguye. Anaendelea kusema Sinam alayhi salatu wassalam kwamba kama mtu उसको बजा न लाते anadai kwamba anaamini Mwenyezi Mungu na mtume wake तरके शर na रसूल खैर के hafuati amri zake kama swala, saumu na haji na yale mambo ambayo yanatakasa nafsi na yanavuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, hayafai yale mambo. Katika hali hii hawezi kujiita Muislamu, na wala hatuwezi kusema kwamba yeye amevaa mapambo ya Islam. Vile vile yule mtu ambaye hakubali Masihi aliyeahidiwa, haoni kwamba kuna haja ya kumpokea, yeye pia hajui maana haswa ya Islam na uhakika wa unabii, wala hastahili kwamba yeye aitwe Muislamu mkweli na aitwe kwamba yeye ni mtiifu mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa amri katika Qur'an tukufu, vile vile katika zama ya mwisho alitoa bishara ya kuja kwa halifa, na wale ambao hawampokei na hawamkubali wao wameitwa fasiki. Tofauti katika maneno ya Qur'an tukufu na hadithi inayopatikana ile si tofauti, bali ni tafsiri ya Qur'an tukufu inayopatikana katika hadithi. Katika Qur'an neno la halifa imetumika, na katika hadithi halifa yule ameitwa Masihi aliyeahidiwa. Basi Qur'an tukufu ambayo imetumia neno la mauud kwa ajili yake na kuja kwake ni heshima kwa ajili ya Islam, ni Muislamu yule ni wa aina gani ambaye anasema kwamba hatuna haja ya kumpokea yule mtu? Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, ewe taifa na watu wasiokuwa na elimu, ni wanasibisheni katika nini? Nyinyi mnafanana na yule mtu ambaye alipanda miti chini ya nyumba, na alipanda miti yenye matunda na alitiririsha mito ndani yake, na maji yale mito ilikuwa safi sana, na alipanda miti yenye kivuli na kivuli chake kinawatosheleza watu maelfu. Kisha aliilika taifa ambalo lilikuwa linatembea juani na lilikuwa halina maji wala kivuli, ili taifa lile likae katika chini ya kivuli na lile cha matunda, lakini lile taifa halikujali. Ndiyo maana
lilikufa kwa njaa na jua. Mwenyezi Mungu anasema litaleta taifa lingine litakalokaa chini ya kivuli na litakula matunda na litakunywa maji safi. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu kwamba Zulkarnain alikuta taifa lilikuwa lilichomoka juani na halikutaka msaada wowote katika Zulkarnain, ndiyo maana waliendelea kubaki katika shida ile ile. Zulkarnain baadaye alipata taifa lingine na lile taifa liliamba msaada kwa Zulkarnain dhidi ya maadui. Kwa hiyo ukuta ulitengenezwa kwa ajili yao, ndiyo maana wao walisalimika katika mashambulio ya maadui. Nasema kweli kweli sawa na bishara ya Qur'an tukufu, yule Zulkarnain ni mimi ambaye alipata karne ya kila taifa, na watu wanaochomoka juani ni wale watu waislamu ambao hawakunipokea, na wale wanaokaa katika chemchem ya matope na giza ni Wakristo ambao hawakuangalia jua katika macho yao. Lakini taifa ambalo ukutwa ulijengwa kwa ajili yao ni jumuiya yangu. Nasema kweli kweli kwamba ni hawa ambao dini yao itasalimishwa katika mashambulio ya maadui. Kila msingi ambao ni mvivu italiwa na shirki, lakini jumuiya hii itapata umri mrefu, ni shetani haitapata ushindi juu yake, wala makundi yake pia hayatapata ushindi juu yake. Hoja yao ni kali zaidi kuliko upanga na mkuki, na wataendelea kupata ushindi mpaka siku ya kiyama. Ole kwa wale ambao hawakunitambua, macho yao yalikuwa yenye giza, hayakuweza kuona nuru ya haki na kweli. Siwezi nionekane kwao kwa sababu ya husuda. Wamekuwa vipofu na juu ya macho ni pazia, wakianza kutafuta haki na wakisafisha mioyo yao katika husuda, na wakifunga saumu mchana na usiku, wakiswali sala na wakilia, nategemea kwamba Mwenyezi Mungu atawadhihirishia mimi ni nani. Wanatakiwa wamwogope Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni ghani, kwa hiyo anatakiwa wao wamwogope Mungu. Kisha amesema kwamba msifedheheshe ishara za Mwenyezi Mungu, bali muombe msamaha kutoka kwake, na kwa sababu ya dhambi zenu muonyeshe unyenyekevu. Je, umesahau hali ya mataifa yaliyokataa manabii? Basi nyinyi mutafute kinga kwa Mola wenu katika hatari, ikiwa nyinyi mnaogopa, na mjiepushe katika watu wanaofukua na uadui. Je, nyinyi hamkupewa nishani waliopewa watu wa zamani? Je, kwa sababu ya kumfedhehesha Mwenyezi Mungu nyinyi hamkufedheheka? Basi mimi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye alinijalia na baraka na alithibitisha ukweli wangu na alinijalia watoto, na kwa ajili yangu aliwaangamiza maadui na alionyesha miujiza kwa ajili ya ukweli wangu. Na alionyesha nishani ni ya mkutano wa dini zote. Hii ulikuwa mkutano ambapo kitabu chake kilisomwa, na alionyesha nishani ya kauli na nishani ya kitendo kwa ajili ya watu, na alionyesha nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua. Mwenyezi Mungu alinisaidia kwa hoja na dalili, na alinifundisha Qur'ani tukufu. Enyi watu, mimi nimekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Je, miongoni mwenu kuna mtu ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu, au mtapita hivi kwa ujahili na umefanya hila za hali ya juu? Je, nyinyi mmeona zaidi ya fedheha katika maisha yenu? Je, umepata yule ambaye ulikuwa mnatafuta bila kupoteza imani?
मुसलमानों की औलाद खुदा je mambo yale mliokuwa mkitafuta mmepata खुदा ने कैसे मेरी बात को enyi watoto wa waislamu बहुत दिखलाई, बस तुम्हें क्या हो गया? muogope mwenyezi mungu je nyinyi hamuoni namna gani mwenyezi mungu alitimiza kauli yangu तीर पे काम na alionyesha msaada wake kwa ajili yangu imekuwaje hamzingatii mwenyezi mungu hamwelekei mwenyezi mungu मत के लिए je hamkuona kwamba kibri yenu imebatalishwa je hamkushuhudia kwamba dhana yenu imekataliwa msisimame kwa ajili ya kunifedhehesha na msisimame kwa ajili ya kusema uongo ikiwa nyinyi ni wacha mungu mfanye toba kama yule ambaye anaogopa mwenyezi mungu na mwenyezi mungu anawapenda wale wanaotubu इन हालात और मुश्किलात से गुजर रहे mwenyezi mungu aifungue mioyo ya waislamu wa kawaida waweze kuelewa kudra ya mwenyezi mungu उसके इशारों को सुन ili katika hali hii ambayo wanapita wapate wokovu katika hali hii अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता matetemeko ya maafa yanayopatikana waweze kuelewa खुदा ताला की रजा के मुताबिक na waweze kujizuia katika kukataa na kwa kufanya dhuluma mwenyezi mungu atujalie sisi pia tufuate uchamungu na kauli yetu na mali yetu iwe sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu na tuendelee kuwatahadharisha waislamu katika dunia katika mangamio महफूजुर रहमान साहब hazuru anasema sasa hivi nitaeleza habari 2000 ya wafu wawili ya kwanza ni bwana mafuzu rahman saheb ने फिर tarehe 6 wa april 2013 katika umri ya miaka 93 wamefariki na lillahi wa inna ilaihi rajiun के बाद बतौर इंस्पेक्टर बैतुल chaudhry saheb baada ya fa kwa mpango wa halifa wa pili alitoa wakfu maisha yake baada ya kutoa maisha wakfu aliwahi kuitumikia jumuiya kuwa inspector baitulmal halifa watatu alipokuwa sadr wa khudamul ahmadiyya yeye alikuwa akimtegemea sana na yeye भी हुआ था जिसमें एक कारकुन मुकर्रम मुश्ताक पाजा सदर wakati wa mkutano wa delhi मिशनरी alilinda ukumbi wa lajna na wakati ule mawe pia yalipigwa na bana iftikhar msab alijeruhiwa aliwahi kuwa mbashiri wetu kule switzerland 4 दिन पहले wakati wa uhuru wa pakistan वापस भिजवाया था pamoja na halifa wa tatu aliendelea लाहौर में kulinda kadhiana mpaka mwisho 58 na siku में अथॉरिटी पी nne kabla ya uhuru halifa wa tatu alimtuma pakistan kisha katika ti koli lahore aliwahi kufanya kazi kama accountant काम किया kisha rabua pia aliwahi kuwa tp in charge wa library बीए भी किया katika khilafa library pia alifanya kazi katika nusrat academy pia alifanya kazi na baadaye alifanya ba na ma islamiyat pia alifanya यानी कि कोयटा में क्याम के दौरान aliwahi kufanya kazi kama ni librarian से जिन खुदाम को katika ufisadi wa mwaka 1953 halifa wasani alipokuwa katika mji wa koita sadr khudamul ahmadia aliyowatuma vijana kwa ajili ya ulinzi wa halifa wa pili mmoja wao alikuwa chaudhry saheb गए थे पहले ग्रुप में आप शामिल थे kutoka kwa jumuiya ya watu 19 mwanzoni waliotumwa rabwa kwa ajili ya kuimarisha rabwa वॉलीबॉल और mtu mmoja wao alikuwa bwana chaudhry saheb चंदा जाद ने बकायदा थे katika khudamul ahmadia aliwahi kuwa motimim wa afya अपना alikuwa mchezaji mzuri wa tennis na रफीक के चंदा football अपने वालदैन दादा alikuwa musi na alikuwa akitoa michango yake पोतियों के बच्चों vizuri na alitoa michango yake yote ya wasia alikuwa akitoa mchango wa wazazi wake na mchango wa mababu zake hata alikuwa akitoa mchango kwa niaba ya wajukuu wake pia alikuwa msaliaji wa sala na tahajud alikuwa mtu mwema sana जवाब दिया हो alikuwa miongoni mwa watu maalum wa rabwa इंतहाई शरीफ mtu akimwambia yoyote mimi sikumwona kwamba yeye alimjibu bali kwa kimya na kwa kufanya tabasamu alikuwa akisikia alikuwa hazungumzi sana mwenyezi mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema sadr ansarullah wa hapa wa uingereza chaudhry wasim saheb ni mtoto wake mkubwa करम फैज़ा में jeneza ya pili ni ये ya bi kasra begum sahaba mke wa 70 साल इनकी उम्र थी bana mirza azhar ahmad saheb मसीसानी ऐलान हो tarehe 13 wa april ऐलान है
katika umri wa miaka 70 amefariki. alikuwa mke wa halifa wa pili raziallahu taala anhu na hadrat umm nasr raziallahu taala anha. बड़े उम्दा अखलाक की मालिक थी। alipata maradhi ya kansa na kwa sababu ya hii alifariki. खिलाफत से बड़ा ताल्लुक खास तौर पर मैंने नोट किया। alikuwa na hulka njema sana, बढ़ गया इनका। alikuwa mwenye kufanya tabasamu na alikuwa akipenda sana uhalifa. mimi mwenyewe pia nimehisi kwamba alikuwa akipenda sana uhalifa, लिखा या कम na katika michango pia alikuwa akishiriki vizuri, ख्याल रखा। na alikuwa akiwahurumia sana maskini. jamaa zake wengine maskini waliniandikia kwamba huyu alituangalia kila wakati na alitupatia heshima na alitusaidia. alikuwa akiwasaidia watu maskini na wenye dharura, आपके वालिद na alikuwa akiwaangalia watumishi na alikuwa akiwasaidia, और दादा मुकर्रम na alikuwa akiwaheshimu sana wageni. मोहम्मद अली खान साहब baba yake hadrat said ahmad khan saheb के na babu yake alikuwa bana karnal usaf ali khan saheb और aliyekuwa cousin wa अब्दुल मजीद खान साहब bana nawab muhammad ali khan saheb. वासी और हज़रत खान मोहम्मद खान साहब कपूरथली nabii marehemu alikuwa mjukuu wa abdul majid khan saheb, alikuwa sahaba wa sayyidina alayhi salam, na alikuwa kijukuu wa khan muhammad khan saheb. आपके वालिद साहब से पूछने पर कि आप क्यों अहमदीयत कबूल कर ली, baba yake aliwahi kujiunga na jumuiya na baadaye babu yake alijiunga na jumuiya. मान ले आए। baba yake kwa sababu aliwahi kujiunga na jumuiya इनके जो alisema kwamba kwa sababu amependa jumuiya hii ndiyo maana amejiunga na jumuiya. मसीह अलैहिस्सलाम के बहुत पुराने सहाबा में से थे। babu yake khan muhammad khan saheb वफात हुई है तो दूसरे दिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम alikuwa sahaba wa zamani wa sayyidina alayhi salatu wassalam. कि आज मुझे tarehe mosi wa januari 1994 yeye alifariki, na kesho yake sayyidina alayhi salam alikuja wakati wa swala na akasema, leo nimepata ufunuo kwamba katika watu wa familia mtu mmoja amefariki. आपने फरमाया labda halifa wa kwanza akasema kwamba familia ya hazur wako salama, kwa hiyo ilham hii ni kuhusu nani? sayyidina alayhi salam akasema kwamba ilham hii ni kuhusu khan muhammad khan sahib, kwa sababu jana yeye amefariki. ये भी इल्हाम था कि इनसे इनकी औलाद mwenyezi mungu katika ufunuo alimweka katika familia ya sayyidina alayhi salatu wassalam. स्पेन में तज़किरा किसी kuhusu yeye kulikuwa ilham hii pia kwamba kizazi chake kitatendewa kwa upole. वफात की खबर थी। Azura anasema katika Spain ilikuwa nikisoma ilham mbalimbali na ilham hizi pia zilipita, nilisoma. अल्लाह के फजल से बड़ी शान से पूरा हुआ। katika ilham ya kwanza ilikuwa habari ya kifo, na katika ilham ya pili ilikuwa hii kwamba kizazi chake kitatendewa kwa upole, na ilham hii pia ilitimia vizuri. mtoto wa khan muhammad khan saheb मुलाजमत के लिए babu wa kaisra begum sahiba और अफसर बगी खाना upande wa mama के लिए katika और फिर वो Kapurthala alipeleka barua kwa ajili ya kibarua, na watu wengi walikuwepo kwa ajili ya kibarua. alipewa kazi ya kuwa ofisa wa bagikana, kisha kwa kupata maendeleo polepole alistafu katika district inspector. फिर इनकी नवासी और नवासी तस्लीम हिसानी की mwenyezi mungu alimuita katika ahle bayt, yani katika familia ya sayyidina alayhi salam. kisha kitukuu chake alikuwa mkwe wa halifa wa pili. mwenyezi mungu amghofirie na aiweke roho ya marehemu mahala pema, na wajalie watoto wake wapia wafanye wema na waendelee kujiunganisha na uhalifa. katika huzuni hii mwenyezi mungu amjalie subra mume wake mirza azra ahmad saheb, na amjalie afya njema na umri mrefu, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.